ya Pwenzero, lakini kwenye uwanja wa Mulima ama uwanja wenye mapigano kwa sasa ni katika sekta inayoitwa kwa Mulima. Katika kutokea eneo ya kwa Mulima na kuingia katika upande wa Baraka ni safari kubwa zaidi, kwa sababu ili ufike kwenye eneo ya Pwenzero, eneo ya Baraka ni kazi ndefu zaidi. Na kwa sasa kwenye habari watu wanaendelea kuwatangazia kuambia tayari M23 wamesha kumiliki upande wa Baraka. Bado Baraka ingali inazingitiwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Burundi na jeshi la Kiwazalendo. Jana tangu jana tarehe 6 jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na jeshi tangu tarehe 5 kwa tuanze tarehe 5 mapigano yalikuwa katika upande wa Kakenge. Mapigano yalikuwa upande wa Kakenge muko no inaitwa Muko na Nyaruhinga. Jeshi la Wazalendo pamoja na FARDC na wanajeshi wa M23 walipigana katika seta hili. Mara moja wanajeshi wa Wazalendo walitolewa katika eneo hilo. Jeshi la M23 wakamiliki katika eneo ya Kakenge, Muko na upande Nyaruhinga tarehe 5. Jana tarehe 6 jeshi la FARDC waliamuka nao asubuhi, wakasema hakuna kubaki katika ndani ya eneo na wahasi wangeenda miliki katika eneo za Kakenge, Muko na upande ya uko ndani ya Nyaruhinga. Mara moja FARDC waliamuka tena jana tarehe 6 nao wakafanya mashambulizi katika eneo ya Kakenge, eneo ya Muko ndani ya Nyaruhinga, tena wakarejesha katika kijiji kenye kilikuwa kimemilikiwa na wahasi wa M23. Na kwa sasa katika eneo sasa mashambulizi tena yameendelea kuonekana zaidi katika eneo inaitwa mapambano yanaendelea kuinuka katika ndani ya Wakasonga. Eneo wanajeshi wa M23 tena hatua walipigwa katika upande wa Kakenge, Muko na eneo ya Nyaruhinga. Mara moja waliavance tena katika eneo zingine zinayoitwa wakaelekea katika eneo inaitwa Iwene Kiwete, eneo inaitwa Kimete, eneo ya Kimete Kashamata. Hili ni vijiji tena wahasi wa M23 tena wamezingira katika upande huyu. Gisi waliendelea kwenye mapigano, walizingira katika eneo hii tena tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Lakini wanajeshi wa M23 kwa sasa wanaendelea kuavanse zaidi katika sekta yenye mapigano, lakini jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa walifaulu kumirejesha vijiji vitatu vile vilikuwa vimezingitiwa na jeshi M23 tarehe 5 kwa sasa. Lakini tunakuja kwa sasa katika mapambano haya upande wa Sud Kivu, mapambano ya kuwaka moto, lakini kwa sasa hatujakuwa na habari yoyote kusema kama mapambano ama M23 wamesha kudhibitisha upande wa Baraka. No, upande wa Baraka ungali kwenye mikono la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Walikale mapambano inaendelea kuonekana tete kwa tete katika ndani ulayani Kisimba na eneo inaitwa Lo Wanyungu. Hii ni upande ya Wami ama niseme ni upande wale wanaotumia kitamaduni. Hizi ni eneo wao wanaomiliki katika sekta hili, lakini baadaye ndege za M23 ama tuseme drone za M23 zilionekana katika vijiji vya Kisimba na upande ya Osbanyungu. Mara moja mapambano haya sio kusema ilikuwa ni mapambano, ni ndege ama hizo ni drone zile zinaopiga picha katika eneo yote wa kukagua sehemu jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaweza kuwa wamekaa na hili waanze kukagua moja kwa moja. M23 kwa sasa wanatumia mbingu za teknolojia kwa kuangalia kila sehemu ama jeshi la FARDC pamoja na wanajeshi wa Wazalendo wanaendelea kudhibitisha katika upande tofauti uko ndani ya sekta ya Walikale. Mara moja viongozi ama wale wazee wa kitamaduni kutokea upande hivi vijiji mbili Loa Banyungu na upande ya Kisimba wamelaumu mara moja waasi wa M23 na kuambia serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa mandege hizi ama drone hizi zinaendelea kupita katika vijiji hivi ni jambo la kuleta hofu kuhusu raia population wanaomiliki katika eneo hili, kwa sababu hili ndege hawajajua thamani yazo kutembea katika sekta moja kwa moja.
lakini mara moja ndege zingine zilitoka mara moja zikielekea katika kijiji cha Ngenge, eneo ya Buhimba na kuelekea Kahilenge. Raia population kutokea vijiji hivyo mara moja walijaa hofu zaidi, kwa sababu ndege hizi ziliendelea kushambulia na sio kushambulia, hazo zinaendelea kufanya operation za kupiga picha mahali popote jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaweza kuwa kimiliki kwa sasa. Mara moja huko tu Walikale, ndege zingine za M23 tena zingine drone zilipatikana katika upande wa Mpeti na Minjenje mara moja. Hili nalo lilikuwa likikagua katika kambi la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaekaa katika eneo ya Mpeti na Minjenje. Kumbuka hizi ni vijiji vyenye vinamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mpaka kwa sasa. Lakini ukiangalia kwa sasa hii drone gisi inavyoendelea kuangalia, sio kusema zinashambulia. Hazo zinaendelea kufanya nini? Zinakagua. Yani zinaangalia, kuna zile drone za kushambulia na kuna zile drone za kupiga picha kila sehemu serikali inaweza kuwa kwa sasa, ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kambi la jeshi mahali lipo kwa sasa. Hili likikuja kushambulia tayari litakuwa linajua tayari kombola zao zitaenda kuanguka katika sekta gani. Mara moja niliwaambia katika habari zangu zingine za mchana, nilikuwa ni za jana, nilikuwa nikiwatangazia kuambia jeshi la M23 kwa sasa wanaendelea kuingiza wanajeshi kwa wingi zaidi katika maeneo tofauti upande ya hapo Walikale kwa sasa. Kumbuka niliwaambia kuna madrone nyingi ziliingia katika vijiji tofauti katika sekta zinazomilikiwa na waasi wa M23 kwa sasa, na kwa sasa upande wa Walikale M23 kwa sasa wanaomba kurejesha katika eneo hili tena wazingatie katika sekta ya Walikale, lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nao wameweka maukuta kwa kweli ili M23 tena wadhibitishe wasikuje kupata nafasi la kumiliki upande ya Walikale, kwa sababu kumbuka Walikale wakichukua tena, hili ni eneo kubwa katika eneo tofauti ama katika uwanja wa ndege, itakuwa ni rahisi kwa kweli kwa kuingia katika eneo zingine walikuwa kitaka kuingia. Kinshasa. Serikali ya Kinshasa kwa sasa imeondoa walinzi wote walikuwa wanapangiwa kulinda ama kufanya mturugo katika mambo ya maandamano. Itakuwa tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 katika mji wa Kinshasa. Kwa sasa waandamanaji kwa sasa wamepewa nafasi, lakini kuna wale maopoza kwa sasa wamekataa kuhusu mambo ya constitution na kudaliwa kusema inabidi waingie mpaka ndani ya iseta ya ikulu. Na kama unavyonisikiliza mara moja kupitia Media Goma TV, kwa sasa tunakukaribisha katika mara yetu ingine katika mada zetu za mchana kwa leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa sasa wewe kama ni mwanamemba wa Media Goma TV, endelea kusubscribe, endelea kucomment, endelea kutuma ujumbe kila sehemu popote. Kwa sasa hili ni jambo lenye kukagua katika uwanja wenye mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kurejesha kwa nyuma zaidi katika sekta lenye mapambano, lakini kwa sasa wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wale wanaopambana kwa haki wanaelewa kwa kweli Kongo ni yao, hawataacha damu ama hawataacha Kongo liendelee kunyanyaswa mara kwa mara. Lakini kwa sasa wale viongozi wanaokula rushwa katika ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hao tayari wanaendelea kupata mafaa, lakini kwa sasa wale hawajapata chochote, wale wanapigania nchi la Kongo kwa kweli watakubali damu lao la mwisho limwagikie wananchi wa Kongo wasiendelee kunyanyaswa moja kwa moja. Lakini kama unavyonisikiliza kupitia Media Goma TV, tuje kupatana kwa habari zetu za saa 5 na dakika 30. Bye bye, Mungu awe pamoja na nyinyi, na kama ni mara ya kwanza na kuomba endelea kusubscribe, partage kila sehemu pote, tuje kupatana kwa habari zetu za kila mara.